Na karibu. Taarifa ambayo imenifikia kwa sasa ni kwamba Fred Matiang'i ambaye anatarajiwa kuwania kiti cha urais mnamo mwaka 2027 sasa amepata pigo kubwa baada ya seneta maarufu ambaye anafahamika kama Gloria Orwaba kumkimbia. Aliyekuwa seneta mteule Gloria Orwaba ameibua mjadala wa kisiasa baada ya kuonekana kumwacha nje Fred Matiang'i katika orodha yake ya wanaoweza kuwania urais kupitia upinzani. Orwaba alisema kuwa yeyote atakayepata baraka za Rigathi Gachagua anaweza kupata uungwaji mkono mkubwa sana, akitaja majina kama Kalonzo Musyoka, Edwin Sifuna na George Natembeya kama baadhi ya wanaoweza kunufaika. Kauli zake zimezua mjadala mpya ndani ya kambi ya upinzani, huku baadhi ya watu wakijiuliza kwa nini Matiang'i hakutajwa ilhali amekuwa akihusishwa mara kwa mara na mbio za urais za mwaka wa 2027. Wakati huo huo, wafuasi wa Babu Owino wameendelea kutoa wito kwa mbunge huyo wa Nairobi kutafuta nafasi ya juu zaidi ya uongozi wa kitaifa. Kwa hivyo ni pigo kubwa sana kwa Fred Matiang'i tunapoona ya kwamba aliyekuwa seneta mteule Gloria Orwaba kuibua mjadala wa kisiasa baada ya kuonekana kumwacha nje Fred Matiang'i katika orodha yake ya wanaoweza kuwania urais kupitia upinzani. Kulingana na yeye, amesema ya kwamba Matiang'i ana mvuto kama hao wengine, ndio maana kwenye orodha ya majina ambaye anaona ya kwamba wako na umaarufu sana amemwacha nje. Tumeona ya kwamba pia amesema ya kwamba Babu Owino, mheshimiwa Babu Owino eti anafaa kutafuta kiti ama nafasi ya juu zaidi kuliko ile ambayo anawania kwa sasa. Kwa hivyo nifute nikufute ni hali na mbwembwe za wanasiasa ambao wako karibu kufika ukingoni. Langu jina lasalia kuwa Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi Tisho Mkatoliki TV, kitu ambacho kinakupatia taarifa kemkem na matokeo pindi inapochipuka. Nakutakia kila la heri na Mungu akujalie na nijalie mimi ili tuweze kufahamishana.